Masaibu na mitihani huashiria kwa kudra za Mwenyezi Mungu mema yanakuja, na haya leo tumeona mema yamekuja, na mimi naamini kabisa kwa wote tunaomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, 2026 itakuwa njema 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 zaidi kwa Tanzania na kwa uongozi wako. Tumeanza vizuri, na inshallah Mungu aliyeumba nchi hii, aliyehuluku nchi hii na kutuumba sisi waja wake, hata tupungukia katika mengi tunayomuomba. Na iwe hivyo, na iwe hivyo, na iwe hivyo. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie fursa hii mimi binafsi kukushukuru kwa dhati kabisa kutoka katika sakafu ya moyo wangu kwa kuendelea kuniamini na sasa kunifanya niage vyema sekta hii ya michezo. Niage vyema sekta hii ya michezo kwa kuniteua na kunipa heshima ya kukusaidia katika nafasi ya waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Ikulu, kazi maalum. Mheshimiwa Rais, uliponiteua katika wizara hii, wako rafiki zangu wawili wakasema yote utafanikiwa, lakini mtihani wako mkubwa ni michezo. Kwa sababu mimi katika maisha yangu yote 17 michezo haikuwa sehemu ya mambo ambayo niliyatarajia kabisa. Sasa katika 17 ndipo sasa naingizwa katika michezo. Na rafiki zangu wawili, Dr. Agre Kalimwage Lucas Mulimuka na rafiki yangu Edwin Kagebukama Kiliba, walisema sasa una kazi, kwa sababu wao wanajua tukiwa wote wanafunzi tunakwenda kwenye michezo pamoja pale Tabora, uwanja wa Tabora. Mimi nakwenda na Novo. Kwa kila goli likifungwa nasema timu gani imefunga. Sasa wakaniambia sasa yamekukuta. Huna tena kuuliza timu gani umefunga, sasa yanakuhusu. Na katika hili Mheshimiwa Rais, ni kwa moyo kabisa wa dhati nimshukuru sana naibu waziri ndugu yangu Minjuma. Shukuru sana 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 sana. Umenifanya niipende michezo. Umefanya niipende michezo. Mke wangu Dr. Amina hakufanikiwa. Binti yangu Dr. Tumaini hakufanikiwa. Mwanangu Aidan Mwaluko hakufanikiwa. Lakini wewe umefanikiwa kunifanya niipende michezo sana. Na naamini hata huko niendako nitaendelea kuipenda michezo. Nikushukuru sana. Lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu Paul Christian Makonda. Katika muda huu ambao tumefanya kazi pamoja, vipaji vyako vimeonekana, na nakushukuru sana. Wakati naiaga timu Cairo inakwenda Morocco, nikamwambia mtakuwa na Makonda, na kwa kweli umetuwakilisha vizuri sana. Katibu mkuu na watumishi wengine, tuna nafasi siku ya Jumanne takapoikabidhi ofisi kusema nitakayoyasema huko. Mheshimiwa Rais, sehemu kubwa ya hotuba yangu imekwisha semwa na katibu mkuu alipotambulisha watu hapa, lakini pia imesemwa na ndugu yangu Karia, pia imesemwa na ndugu yangu Leod Gatenga, mwana Kilosa mwenzangu. Watu wengi hawajui, na nilikwenda shule ambaye baba yake alikuwa mwalimu wangu, Mwalimu Chila, baadaye nikahamia shule nyingine, lakini pia yamesemwa vizuri sana na Mrisho Mpoto. Na kwa sababu leo tumekutana hapa kwa hafla, sio siku ya maneno mengi. Jua nimejifunza Mheshimiwa Rais, hao na michezo hawataki maneno mengi, na hasa wakiwa wameshinda. Maneno yakiwa mengi wakati hawajashinda, wakati hawajashinda maneno mengi. Sasa sijajua huwa wanafanya vile kujitetea ili siwaulize mbona hamkushinda, lakini wakishinda hawataki maneno mengi. Na mimi pia nisiwe na maneno mengi, kwa sababu leo ni jambo kubwa. Kubwa ni kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Rais. Shukuru sana. Toka mwanzo umewekeza sana katika michezo. Umewekeza sana katika viwanja, miundombinu. Wote tumeona hapa katika hii video iliyoonyeshwa. Uwekezaji mkubwa sana katika miundombinu hapa Tanzania bara, lakini pia tumshukuru Rais wa Zanzibar naye pia kwa kuwekeza miundombinu. Mimi nimeona miundombinu yote iliyoko Unguja, na nimeona ile miundombinu mingine iliyoko kwetu Pemba.
yote nimeiona, kazi kubwa, lakini yote ya Arusha, Dar es Salaam umewekeza sana. Lakini kikubwa zaidi, Mheshimiwa Rais, umewekeza katika timu, sababu naweza kuwa na yote hayo, kama timu haina morali, kama timu haina motisha, mtabaki na majengo lakini hamtakuwa na timu. Kwa tukushukuru sana kwa kuwekeza katika yote hayo mawili. Na katika kuheshimu hayo, Mheshimiwa Rais, moja, nataka nitoe taarifa kuwa taratibu za kuanzisha wakala wa serikali wa kusimamia miundombinu ya michezo, yani Sports Infrastructure Management Agency, chini ya uongozi wa Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Moses Kusiluka, umefikia hatua nzuri, na naamini kabla ya AFCON tayari tutakuwa na huo wakala. Tunasema hivyo kwa sababu tumejifunza kwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Toka ulipojengwa haukusimamiwa, haukarabatiwa, na matokeo yake tumetumia fedha nyingi kufanya hivyo. Kwa tusingependa kurudia hayo katika hii miundombinu mikubwa mingine ambayo umetuwezesha kujenga. Lakini la pili ambalo napenda nikushukuru sana ni kuhamasisha michezo. Hakuna leo yoyote asiyejua goli la mama. Kuna ambaye hajui goli la mama? Hakuna. Na wengine, hayo nitaongea na Makonda, na najua wewe huo uwezo unao, na wengine nao wanataka waingizwe kwenye goli la mama. Labda niseme, wanasema goli la mama limekuwa kwa wanaume tu. Je, sisi wanawake na sisi goli la mama? Basi hayo yapo. Lakini pia knockout ya mama, miongoni mwa michezo ambayo sikujua ina hamasa kubwa hapa Tanzania ni ndondi. Ile knockout ya mama nayo imeongeza hamasa kubwa sana. Lakini pia katika sekta hii ya habari ni ile Samia Kalamu Award, nazo zimeongeza hamasa kubwa sana. Lakini ambao tumetambua mchango wako katika michezo, sio sisi tu, hata shirikisho la michezo la Afrika limefanya hivyo. Na ndio maana leo hii Mheshimiwa Rais, baada ya hotuba hii nitaomba nikukabidhi tuzo hiyo ambayo rais wa CAF aliitoa kwako na ukatuma kwenda kuipokea kwa niaba yako. Tumeipokea na leo tutakukabidhi hiyo tuzo. Mheshimiwa Rais, katika kumalizia hotuba yangu, sababu mengi yamesemwa, niseme hili jambo kubwa sana ambalo umetutendea la hafla hii. Hafla hii si ndogo hata kidogo. Ndugu zangu wana michezo wote, naamini kama iliwahi kutokea, labda wenzangu watanikumbusha, mara chache sana, ni nadra sana rais kuwakusanya wana michezo wote kwa pamoja kuanza nao mwaka mpya kwa hafla kama hii. Kwa tukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hili kubwa ambalo umelifanya. Kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, namshukuru sana Rais Dr. Hussein Mwinyi. Tumefanya naye vizuri sana, ametusaidia sana wakati wa CHAN. Na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais unafahamu tulipokuwa na changamoto ya pitch. Mimi kwa mara ya kwanza sikujua kumbe katika uwanja pitch ni kitu kikubwa sana. Pitch na daktari wa nyasi, mimi ndio mara ya kwanza kujua nyasi nazo zina daktari. Kwamba nyasi nazo zinatibiwa, zinaugua. Mambo haya makubwa sana kuyafahamu wakati umri umesogea. Lakini tusaidia sana kwa yale yaliyofanyika kule pia kuyafanya vile. Na nimshukuru sana Waziri Tabia, tulifanya naye kazi vizuri sana. Na kwa dada yangu Dr. Riziki Juma Pembe, Mheshimiwa Rais huyu anaweza kudhani kwamba nilitarajia uteuzi huu. Juzi tumeongea kirefu sana, tumepanga mambo mengi sana. Na nukta ya mwisho niliyomwambia, nikamwambia dogo wangu, tuyapange mambo haya kama vile tutakaa katika hizi nafasi miaka 5. Lakini lini tutakaa inajua mamlaka ya uteuzi na Mwenyezi Mungu. Kesho yake nimepokea Taifa Stars na usiku ya matokeo yaliyotokea. Kwa hiyo dada yangu Riziki, sikujua kabisa. Na surprise yako ndio surprise yangu. La jana au wanautamani ujana au anataka wabaki vijana, kama rafiki yangu Dr. Engineer Lord Gatenga. Na kazi kubwa ya michezo kote ni kujenga umoja, na ni moja ya nyenzo za kujenga uzalendo, utaifa, maadili ya taifa, lakini fahari ya nchi.
na la fahari ya nchi ni muhimu sana. Nchi yoyote ambayo haioni yenyewe fahari yake na watu wake hawaoni fahari yao, basi ina upungufu mkubwa sana. Na Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia hilo na maelekezo yako ya kuimarisha tunu za taifa ikiwa ni pamoja na amani, napenda nitoe taarifa kwako kuwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Shirika la Utangazaji Tanzania TBC tumeanzisha kipindi maalum kinachoitwa Sisi ni Tanzania. Sisi ni Tanzania. Na palikuwa na mjadala, je, iwe sisi ni wa Tanzania au sisi ni Tanzania? Tukaona tuseme sisi ni Tanzania kwa maana ya kusisitiza kwamba Tanzania ni taifa, tena ni taifa linalojitambua, ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Kwa Mheshimiwa Rais, kipindi hiki cha Sisi ni Tanzania ambacho kinarushwa kila wiki, kilianza kurushwa kwa mara ya kwanza tarehe 28 Disemba mwaka jana, na kinarushwa kila siku ya Jumapili saa 10:05 jioni na kurudiwa kila siku ya Jumanne saa 5 asubuhi. Kipindi hiki ni jukwaa la kielimu na kijamii linalolenga kuwajengea vijana na makundi mbalimbali uelewa mpana kuhusu uzalendo, utaifa na maadili ya taifa kwa kuzingatia falsafa ya R4 ili kuwahamasisha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Lengo pia ni kukuza fikra chanya. Na hili Mheshimiwa Rais ni muhimu sana, kukuza fikra chanya. Tusiruhusu fikra hasi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Lakini pia kujenga mshikamano wa kitaifa, kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Umesema Mheshimiwa Rais, alisema baba wa taifa, alisema Rais Ali Hassan Mwinyi, alisema Rais Benjamin William Mkapa, alisema Rais Jakaya Mrisho Kikwete, alisema Rais John Pombe Joseph Magufuli, na wewe umelisema, hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania. Mtu anayejiita Mtanzania akianza kuzungumzia mbadala wa Mtanzania, huyo sio Mtanzania kindakindaki. Tanzania kindakindaki, hakuna mbadala wa Mtanzania. Na tusome tena shairi la Shaban Robert, titi la mama ni tamu hata kama ni la, titi la mama ni tamu hata kama ni la. Tanzania ni tamu kwa sisi wa Tanzania wote, na kwa msingi huo tuiheshimu Tanzania kama mama yetu, na hatuna mama mwingine isipokuwa Tanzania. Na Mheshimiwa Rais, nirudie tena kukushukuru sana 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 kwa hafla hii ya leo. Ni hafla kubwa sana, na niungane na ndugu yangu Dr. Riziki Pembe kwamba wanawake ukiwakabidhi jambo wanalifanya vizuri. Kwa hiyo nilitaka kusahau kumshukuru sana Bi Neema. Iko wapi Neema? Neema, asante sana Bi Neema Msita. Mheshimiwa Rais huyu naye amenisaidia sana kujua mchezo wa mpira, na typical of daughters wanasubira kukuelewesha, hasa pale unapouliza maswali mengi ambayo wengine watakucheka, hata hili hujui, hata hili hujui, hata hili hujui, hata hili hujui, lakini yeye amekuwa msaada mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, kabla sijakukabidhi zawadi hii au tuzo hii ya CAF, pia niwashukuru sana wenzetu wa mali asili na utalii, Dr. Ashatu Kijaji, tunakushukuru sana. Hawa waliorudi kutoka Morocco, na ndugu Makonda ameniarifu,
na amenikabidhi ripoti ambayo inapita sasa kwangu tena inakurudia wewe mwenyewe. Amesema kule wamejifunza kitu kikubwa sana. Michezo hii inabebwa sana na utalii. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, busara yako ya kwamba ndugu zetu hawa maliasili na utalii washiriki katibu waziri na katibu mkuu na wale wote wa bodi ya utalii imekwenda vyema kabisa na dhima nzima ya maandalizi ya AFCON 2027. Mheshimiwa Rais, nimeambiwa na wachezaji wa timu ya Taifa Stars na rais mwenye ara ndogo kwamba mna zawadi ya kutoa. Ni kweli au Basi kama ipo kwa utaratibu uliopangwa, ili kabla mimi sijamkabidhi Mheshimiwa Rais zawadi yake kutoka tuzo yake, basi kama linakubalika kiitifaki, tulifanye ili hata kuionyesha hiyo zawadi, alafu mimi nimkabidhi Mheshimiwa Rais tuzo, alafu nimwalike aje atoe hotuba yake hapa kwetu, lakini baada ya hapo tuende kwenye ajenda iliyotuleta ya maakuli. Kama liko vingine basi ni sawa. Basi nitaanza mimi alafu itafuata hiyo. Mheshimiwa Rais, ni kushukuru sana kwa hili, na nimeelekezwa kwamba kinachoanza ni kile ambacho kilitanguliwa kutolewa, na kilichotanguliwa kutolewa ni tuzo. Sasa baada ya tuzo, wachezaji wetu pia nao watakuwa na memento, zawadi ya kwanza kukushukuru wewe kwa kuwatendea yale yote yaliyo mema, lakini pia ibaki kama kumbukumbu ya shukrani yao kwao. Basi Hamidi, niombe msaada wako. Naam. Wa maelekezo. Jamani, Hamidi Kiingereza ni dean. Sasa huyu sio mshereheshaji. Huyu ni dean. Na Mheshimiwa Rais, nilipewa kazi hii kwa miaka karibuni 20 chuo cha Dar es Salaam. Kazi yangu ilikuwa kama hiyo. Sasa wakati nimepata uprofesa, ili kunifanya nisiwe mnyonge, wakasema profesa hawezi kuwa MC. Kwa wakaniita mimi Dean of Ceremonies, yani Hamidi wa sherehe. Lakini kazi ni ile, lakini wakasema sasa profesa hawezi kuwa Master of Ceremonies. Wewe toka leo utaitwa Dean of Ceremonies. Na baraza la chuo likakaa kupitisha. Kwa hiyo na yeye huyu naibu mkurugenzi wa Ikulu hawezi kuwa mshereheshaji, ni Hamidi wa sherehe. Profesa, naungana na wewe kabla hujashuka.